Mtu Msamaria mwema akinisaidia na kila atanisaidia na mimi hata sitaki pesa. Ukienda kwa duka tu ninunulie kile utaninunulia, nitashukuru. Yule mzee akamsikiza, mama ni nini ilifanyika? Oi, kulikuwa hivi mama hata analia. Mzee akaguzwa. Akamwambia dada, mama, wacha niite mama watoto. Hiyo kesi yako ni kesi inahitaji kusaidiwa na dharura. We, nina wa John, oka. Mama John nani alitokea? Ile kama msichana alikuwa anatesa. Akikaita bure kichwa maji, ulikosa kusoma ndio hata utaishi hivi bura mpaka kama msichana kakaondoka. Kakaona katakufia huko. Lakini msichana alipotokea aliweza kushinda hisia. Akamuuliza mama fulani, ni wewe? Ni mimi. Kuliendaje? Kulifanyika. Wakamsaidia. Bila hisia za machungu. Lakini sio kuacha ukiambia sio kuambia Baba John tabahuke na hao. Ukimsaidia umuoe. Uliza wengine vile wakifanya na hivyo ndivyo wakisema. Ukimpea hata kama ni 10, utaniambia uko na bibi wangapi hapa? Kuja unatumia hiyo. Mzee anasema sasa mama ataenda kulala ja. Wazi alale akubuki. Ndani dhuni. Nani alimwambia huku ndiko tunapeana chakula? Bagine ungetoka hapo ujisikia kumwambia huku sio kwa Red Cross. Hebu toka nje usome hapo juu. Bwana haijatoka msalaba mahali. Kini walishida hisia, wakamsaidia. Reactions. Praise the name of the Lord. Amen. And when you come to the point of reactions, you have the right or the ability to choose to do. You either choose to offend or not to be offended. Hallelujah. Amen. Because there at a point of offense, you become an offense also. Ukikubali kukwazwa na wewe utakuwa kikwazo na uchaguzi ni wako. Jambo lingine ambalo litamea ni kitu tunaita vengeance or revenge. Na revenge huketi bado katika hisia. Na vengeance inaweza kuwa executed in many ways. Hata mtu anaweza kuja hapa aseme vile alikuwa amegojeka. Wapendwa, Bwana asifiwe. Nipogeeni mkono tu hivi. Haleluya. Mkiniona hapa, mjue mnaona muujiza. Wapendwa, mimi last week yote sijatoka kwa kitanda, unasema kwa moyo onewa yes. Ndio. Shamuntu ashamuro ushamuro. Agogwe kugogwa. Tayasikie. Ama hata unaangalia mtu mwingine mlikuwa mna discuss naye unafungia choo, yes, ikahutia, kamefikiwa. Vengeance. Praise the name of the Lord. Amen. So, the other dimension of emotions is what I call desires. The area of desires. It is still in the emotions. Now, briefly, I'll say a few things. Desires, kuna sehemu tatu za desires. One is positive desires. Positive desires. Positive desires may not only be the godly desires, they can also be natural desires, but which are positive. Tamaa nzuri, tamaa za kusonga mbele zipo. Na katika lile eneo pia ukumbuke ni eneo la hisia. Kuna watu kwa kutaka kusonga mbele wameenda wakaacha Mungu na wakaenda wakashindwa katika hisia. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Uko na haja ya kupata pesa mpaka unasahau Jehova. Na kwani hali pesa ni mbaya? Hebu niwaulizeni, kama singekuwa na fare ningekuwa hapa. Kwa hivyo pesa ni mzuri, hata nimebakisha kidogo hapa. Praise the name of the Lord. Amen. Kwa hivyo pesa si baya na kutamani pesa sio dhambi. Lakini ukifika mahali tamaa ya utajiri, hii desire nzuri, ukose kuitawala, ianze kukutawala, itakubeba. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wamejipeana wakitafuta pesa,
na wakajipeana kwa vitu ambavyo sio sawa. So positive desires. Amen. Hiyo ni sehemu moja. The second desire ambao nitasema ni zile tunaita unrighteous or uncontrolled desires. Kila mtu ameumbwa na tamaa. Tamaa ya mali iko ndani yako. Ndio maana huwa unaona gari mzuri inapita, hata wale ambao tuko na magari hapa, siku na gari inapita unasema, Bwana asifiwe sana. Kila mtu hapa ukimuuliza mtu wako na gari anataka ku-upgrade, aende to the next. Na ndio maana kampuni za magari hazitengenezi Volkswagen Beetle na Ford Morris kale kalikuwa na Mr Bean kako na mlango moja, ndio watu wote wanaigiria, hata yule ataketi nyuma. Volkswagen engine iko nyuma. Paka tulikuwa na kitendawili. Mtu mmoja alikuwa anaenda na Volkswagen, ikaharibika, akaenda mbele akafungua bonnet. Lakini gari haikuwa mzuri. Kwa nini? Tunajaribu kugeza, unajua kwanza mbele ushikanishe engine inakuwa nyuma. Umepotea. Sasa walitengeneza Volkswagen Beetle, ikacheji ikawa hiyo, ikaja ingine inaitwa Passat. Sasa sijui wamefika wapi. Prado ile ilitoka ya kwanza ukiona, hata wewe utashangaa kama hii ni Prado. Uangalie Trooper ile ya kwanza, Isuzu Trooper, uende uangalie utashindwa hii ni gari gani. Uende uangalie Land Cruiser ya kwanza, Range Rover ya kwanza, na uangalie hii Range Rover Vogue ya leo. Unaona dunia. Kwa maana kila mtu ana tamaa ya mazuri makubwa. Praise the name of the Lord. Amen. The desire for better, greater things is not ungodly. But if you lose control of the same, it becomes ungodly. Ukipoteza kuitawala, itakuwa bila Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu asaidie. Niseme hivi. The third level of desire is what I call lust. Lust. L-U-S-T-S. Of course, mnajua kizungu chetu kina athari ya lugha ya mama. Kwa hivyo, lust. Alright? You got it? Yeah. Lust. Lust. Hapo ndipo unakuta vitu kama sexual desires. Yeah? Hapo ndipo unakuta kitu kama desire for wealth. Praise the name of the Lord. Amen. Lust. Mungu asaidie. Kwa maana ninajua watu wengi ambao wanaomba maombi ambao haina maana na haina haja ya kuomba. Mungu, unishindanie. Hizi tamaa zote nimezikataa. Unakataa ukae na nini? Niambie unataka kukataa tamaa ukae na nini? Maliziwa tamaa ya utajiri. Uone utaenda na kiatu ya bunwasi na unasema jina la Bwana litukuzwe. Haleluya. Ni Mungu anagawa vitu akiwa mbinguni. Amen. Kama hujapewa haujapewa. Haleluya. Ukinyimwa sema amen. Hauwewika. Mimi Mungu wangu ni wa kupeana, lakini anapeana kulingana na tamaa zenu. Hai? Mungu hupeana kulingana na nini? Tamaa zenu na imani yenu. So desire is alright. But I want you to know, kuna vitu ambazo hufai uombe ziondoke. Ukiomba tamaa ikwishe, hautatamani kitu. Uombe tamaa hiyo unasikianga ya kupenda ndugu, kupenda dada ikwishe. Alafu ufike siku ya kuolewa. Utaolewa uende ufanye nini? Utaoa nini? Utaoa miti huku. Utakaa hivi kama ng'ombe tu huku unatembea tu kukula nyasi. Unakaa na hoga 49. 52. Pengine Mungu hauna ujinga ile uko naye asitue wewe. Akuamsha kama ada. Kiwa 59. Ukitwambia ni harusi unafanya unasikia mtu anakuja bibi wa kwanza ulipeleka wapi? Na haujaiwa. Mume wa kwanza alikufa. Haujaifiwa. Na wandugu walikuja maana wanaona urembo wako, uzuri wako, nasikia ndugu anasema dada nimeonyeshwa. Wanamwambia enda uone tena.
maana huna kitu ya kutamani. Salimia watu walio karibu naye, mwambie tafadhali usifukuze tamaa. Put them under control. Usifukuze nini? Tamaa. Hata tamaa mbaya ni mpaka mtu huiwekea. Maana hata hiyo tamaa mbaya inaweza kukusaidia mahali. Niangalie tu. Inaweza kukusaidia mahali. Ikusaidie mahali. Ili ukumbuke wewe ni mwanadamu, for example. Uache kukaa na kiburi. Saa nyingine vitu vingine ukitamani ndio unakumbuka Jesus, in Jesus name nimekataa. Na nimetangaza mbele ndio unaona mbele. Unaacha kuona nyuma. Unajua kuna mbele na kuna nyuma. Kwa sababu hiyo katamaa kameinuka kakaanza kukuonyesha nyuma. Mungu asaidie. So the last thing about nitasema, kwa sababu muda huwezi niruhusu nikawaambia mambo yote ambayo yapo hapa. Ni kitu tunaita ego. It is still in your emotions. Ego, which ego is ego, not the ego ile ya kufurahi. Mwalimu wa Kizungu, kuna difference ya pronunciation hapo ama niko sawa? Niko sawa? At least niko mbele hapo. Hamwezi nipigia makofi kidogo kwa kujaribu Kizungu. Alright. I want you to be sure. So ego. Ego ni kitu tunaweza ita, hapo kuna vitu vitatu katika ego. One is self esteem, kujisikia. Hiyo inakuwa katika your ego. You know, feeling good, feeling great. So that hakuna mtu anaweza kukushusha ovyo ovyo. Ndio makaka akikuita tu majina tugine wewe kwenda huko. Nani unaitaita tu majina kama hiyo? Sisi na tule idhoni. Hiyo ni ego, self esteem, yani wewe si mtu ya kudharauliwa. Sio unaenda kwa matatu unaambiwa hebu simama msichana nikalie. Na yeye ndio huyo umekalia na unakalia vizuri. Wewe mjinga ya mtu. Huna self esteem. Umejidharau. Wengine kuendaka ukipita mbele ya watu unaenda hivi. Kina mimi siko naenda hivi narudi. Wewe unahitaji mnasima au bibi boko. Alafu ufundishwe kuwa na self esteem. Hapo jaribu kusimamisha hiyo shingo ya mtu, umweke straight, umwambie ukifika kwa watu tembea hivyo. Wewe nyitaki go ya mundu rugamie umwire uthiage uguo. Na mwaraga usirugamia. Maana wengine haki kufika tu mbele ya watu kwanza unaona shingo unapeleka hivyo. Yaani unakaa ni kama mtu ambaye ni kama utaanguka. Hata wengine mpaka unagogwa na flat ground, unakuta umefuazwa. Sio esteem hakuna. Haujichukulii kwa maana. Wengine hata ukivaa uvae nini, unajaribu hata kuzunguka kwa kioo. Mira on the wall, who is beautiful in this house. Unasikia sauti inakwambia sasa wewe ni wewe umevaa nguo ama ni kuvaliwa. No self esteem. Unakuta mtu hata akivaa suti ya pesa gapi, hata kwa matope utamkuta. Kwa kuongekera unongekora gari ya mundu ikwamite ukamwira excuse me, nitakusaidia kesho. Suti ile nimevaa heshima yangu sitamwaga kwa matope. Na si ati ni madharau niko naye. Lakini ukileta kaba nitakusaidia kuvuta nikiwa mbele. Wazeni ni wapi? Ni hema odutegwe ikatutegwe kana. Praise the name of the Lord. Mtu ataka kukununulia chai ka hoteli nyingine iko na huko Kakoromone, ingine mtu anaingia ka ukiwa umeinama. Hakuna ndiko jua. Leo ikae, wacha ikae. Na si maringo niko naye, heshima yangu niko nayo. Mati mnakuta avocado kwa njia. Nasikia mtu anasema kata tukule. Hakuna kitu sijaona kwa hii dunia. Na kila sijaona hakiko Kenya. Ndio anamaliza kukula avocado. Hapo ile mafuta anakwambia ile kwa hali nzuri kwa nyumba.
Na usimame mkule avocado kwa koromoni. Tafadhali hata jiheshimu tafadhali. Jichukulie kama mtu wa maana. Amen. Amen. Kukutwa na mtu na pick up na hizi siku zile za zamani ya kukua magari. Temundo wako roga haudhura. Na unaruka. Unakaa hapo kama sungura mjanja maana hakuna kitu. No. These things must come to an end in Jesus' name. Amen. Self-esteem iko katika your ego. Praise the name of but pia isiwe kikwazo kwako. Tunaelewana? Unaweza enda kwa mfano, unaweza chagua hoteli hiyo utaingia na unaweza ona mtu hiyo ndio level yake na hiyo ndio kachai huwa anakunywa kwa heshima na kwa kutaka kumuonyesha wewe ni binadamu kama yeye. Uingie hapo, mketi mkunywe na muendelee na nini? Na safari. Ama umwambie dada, asante sana. Hatutakunywa hapa, wacha nikuonyeshe mahali tutakunywa. Umpeleke hata yeye umuinue atoke kiwango cha mafikira duni. Umpeleke angalau mahali mwache hii ya 10 muende ya 15. Umuonyeshe tu ni 5 umeoge na tukakunywa angalau chai inakaa kama chai. Si chai nyingine unakunywa unaona inzi imeruka. Na soma sotu kwa dada. Alafu ukiambia waita imeingia anakuja na kijiko anatoa. Uendelee. Na ukikataa na shidwa ni nini baya na wewe? Anakwambia hizi ni hapa tu. Haina ujao, ni roko. I think it's a mtembea mwanangi baba. But self-esteem is important. Ndio itafanya kwingine usiingie. Na mambo ya kwenda kuchagua nguo zingine. Kuna bei hata ya nguo unaweza sikia unapita. Shati ya bao shati. Wewe hetoka pita tafadhali. Maana ingine haitakuwa shati itakuwa blouse. Halafu unafika ndani una realize ni blouse. Unasema juu nilinunua haitapotea. Unavaa usiku unalala naye. Hata jina moja ni kukuja msako usiku. Wanaume wanakuwa vae kuoka. Unaenda upande wanaume upande wewe mwanamke huko. Maana wanaangalia vifuko wanaona huyu ni mwanamke. Have some self-esteem. Kuna vitu unawatia wengine. Kiatu tunasikia viatu na femte ya mwana na ya mama. Na wewe ndio uko hapo unachagua. Kiatu unachagua na lisali moja. Halafu unakuta hicho kingine kimepasuka. Unaanza na tena. Masaa matatu unamalizia na unajua unaenda pia kiatu umesweat, umechoka. Ukifika nyumbani unalala kama ng'ombe. Juu ya vile umechoka kuchagua kiatu yote na hukupata. Have some self-esteem. Lakini naongea habari ya vita vya emotions. You have to fight. Unajua mahali kuna self-esteem, opposite ya self-esteem ni nini? Low esteem. Hao ndio watu wengine wanajidharau. Mpaka ukienda mahali, mimi naambia umepeleka mpaka mtu kwa hoteli unamwambia chagua kile unakula. Unaona badala ya kusoma chakula anasoma bei anafika 40. Anaangalia anakuta ni samosa. Unamwambia kula kile unataka. Mwisho anakwambia niitishie tu. Jitelia lewe. Unasema waiter, kuja. Leta hii marinated chicken na una shida na kuku. Unaona? Anataka kusema si yeye analipa lakini low esteem. Mtu haamini kuku anaweza kula. Anaweza chiche kwake na ni ile imegogwa na mraba. Atachije. Unasikia na kata kabla itashika na damu. Na jamani msije mkafikiri nimetaka kuwachekesha.
Mungu aliponenea mambo mengine kama anaanza kunifundisha. Ilikuwa gumu hata kwangu kucheja. Bwana asifiwe sana. Hata tufanye confession na Paul leo. Tusaidie watu. Niliponunua gari langu la kwanza, nilikuwa naenda nikibeba watu saa nyingine na kuongezea tu mafuta. Kuongezea nini? Mafuta. Sasa naenda nasimama. Na anakuambia mara 2 nilishikwa na polisi kwa sababu ya hiyo tu mafuta. Si ati nilishikwa sababu nimebeba mtu. Kile yani nimebeba watu na shikwa. Nikatozwa faini ya 7,000. Nikabeba tena nikashikwa nikatoa 10,000. Gira mutumia wako nikumo mode tikaro kama hadu mundu atonya gari yako. Hiyo ni vocabulary ya Kikuyu kusema hivi. Nobody shall ever get into my car to pay. Na nikafikisha mwisho. Na kutoka hiyo siku ndio gari yangu haikuwahi kukosa mafuta. Na haikuwahi kuharibika na sijaishi kwa tena. Amen. Amen. Low esteem. Unaona huwezi jaza tanki ya mafuta. Unajua hata kuna mtu anataka gari nyumbani anakuja kesha tu hivyo. Hata duthi unaacha nyumbani. Kwenye miguu. Unalipa duthi nyingine ikupeleke. Na yako umeacha nyumbani. Hayo hilo lewega. Tiangalie vizuri. Niangalie huyo jirani yako hapo. Mtu kama wewe, ni mtu ya kujidharau kweli. Ushabarikiwa hivi. Unakuta mtu amejipiganisha Dianani Sarah. Mwambia aende Sarah, anaenda huko, anafanya mashopping, unakuta anakata jasho hivi maana pepa bagini bili kubwa. Na haezi hata lipa kajamaa kingine kahwiru baro. Bao kamteremshie stage. Kakikuja anakauza, nimekwambia nimeshitwa. Matusi imeanza kuingia. Kujidharau. Na kama atakula kitu ni tropical. 3:10. Tropical 3:10. Ya kutafuna na ya kumumunya. Hiyo ndio atanunua. Nyumbani. Mtu hata by the time anafika nyumbani, watoto tu kujaribu kuuza paper bag. Kana nitolewa hapo na kofi. Jinga hii. Hata mwezi ngoja mtu aketi chini. Na ni njaa inakusumbua. Si watoto wabaya jadi uko naye. Salimia mtu mwambie kutoka leo. Pandisha maisha yako leo. Pandisha maisha yako leo. Angalia mtu mwingine mwambie kutoka leo. Kutoka leo. Wewe angalia pande hii ukimweleza hii nyingine mwambie wewe ni wa hapa wewe si wa huku. Wewe ni wa hapa si wa huku. Na ubehave kama mtu wa huku. Behave kama mtu wa huku. Behave kama mtu wa nini? Wa huku. Wa huku. Praise the name of the Lord. Amen. Na nikiwaambia hivi mimi huambia Mungu ili kubadilisha mambo mengine alibidi kunihubiria. Ili nishike wakati wangu wa kutoka katika mambo fulani umekwisha. Wakati wangu wa kujiona naweza safiri na baiskeli peke yake umefika mwisho. Akaniambia weka chini. Nikaweka chini. Nikatembea miaka mingapi? Lakini level ili change. Na from that time my mentality ili change. Lakini sio kuwa una low esteem. Paka ukipita kwa watu, mimi husema kitu moja nilikuwa nasema hata sasa. Ni kwamba mimi hakuna mtu nakubali anidharau. Ili kurudi ni yu. Wacha hivyo unaniangalia. Ili kurudi ni yu. Kunidharau hauwezi hata ukileta madharau wewe ndio utajidharau. Mimi nimejipandisha. Amen. Kuigulia geji. Kujaza tanki mafuta iko juu. Haleluya. Amen. Unapiga lesi mpaka mwisho siku pia. No. Ya mpaka mtu anakuangalia sasa yeye mama umeolewa. Kama mtu ameolewa na uko kwako. Sio wageni wanaingia unakuwa na wasiwasi. Kai ni mwoka huyu mwanani. Sio kumrugira kiboko. Kama huna kitu ya kupika, pika maji lete na sufuria. Kama huna birika na thermos. Lete na sufuria wapatie kikombe. Wabio kuna maji turanywa. Na ndoa yetu inaendelea. Paka mtu anakuangalia anaona kama uko na kichaa lakini anaona unajielewa. Kini sio wasiwasi. Paka unaambiwa tu mwambie siko. Na mtu anasema ameniambia nikwambia hayuko.
So katika ego, andika jambo la pili, kuna kitu inaitwa pride. Kuna kitu inaitwa nini? Pride. It is good for you to understand the difference, the marking between self-esteem and pride. The line between self-esteem and pride is very thin. Katikati ya kujijua, kujisikia, kujielewa na kiburi kuna mpaka mwembamba sana. So ujichunge hata wakati unapojijaza na kusema mimi si wa kudharauliwa, uchunge usije ukavuka kampaka kanaitwa nini? For before a fall, a man first uplifts himself. Wazungu wanaiweka rahisi, wanasema pride comes before a fall. So uchunge usifike hilo eneo linaitwa kiburi. Nimekula watu. Na kiburi ni emotion. Iko katika emotion. Ni kule kujisikia, kujiona, kujisifu, kujitakia makuu. Huwezi elezewa. Nobody can correct you. Umefika ile area ambao ni wewe chief, prosecutor, government pathologist, chief financial officer, CEO. Yani wewe ni everything isipokuwa nothing. You know what I mean? Nobody can tell you, nobody can correct you. You know. Ukihubiri hata mtu akwambia na pastor hapo ulihubiri haukuongea vizuri, namwambia ukisikia shikamani na vile mafundisho hii nyumba inaenda. Mirago ni mitatu ule na mwingine umefungiwa na kati hapa. Ushauri utatokea. Mpaka mtu anakuambia sorry, unamwambia peleka sorry nyumbani. Na wewe unatumia akili kiongea. Mshirika mpaka anaangalia na shida, kwani nimefanya makosa gani? Number 3, in the ego, that is where katika pride ningetaka uweke stroke, uandike arrogance. Kuna a form of pride that is positive pride, but arrogance is negative pride. Arrogance is negative pride. Na hiyo ndio unapaswa kuavoid. Everybody should have pride in himself, pride in yourself, pride in the things you do. Unafanya biashara, be proud of your business. Amen? Amen. Sio mtu akikukuta ukiona pasta anapitia hiyo area ya biashara yako, maana uko na tusukuma 4 na tunyanya 3 na unaingia chini ya kibada. Unamwangalilia na mianya ya bao. Unasikia akiulizia, "Wapi mama Gazeli hapa?" Anakuwa alikuwa hapo tu. Sijui ameenda wapi. Wewe unajua tu kwa hapo. Akipita unangoja aende, alafu ndio unatokea unaambia haya. Mwingine anakuwa na wewe, haya, paka alikuwa anamtafuta ukiwa hapo, unamwambia have some pride. Biashara ni yako, ni nyanya 3 na zunguma 4, wacha azione. Mwambie pastor ongea jambo. Ongea jambo hii itapanuka. Umeajiriwa mahali pengine hata wewe ndio unafagiaga huko, ukiwa na magambuti zingine zimepasuka, zimechomelewa na hapa nyuma na mtu ile ashukushomelea. Hapana, toroka ukiona watu. Wacha watu wakukute na hizo gambuti. Ili wawe na testimony. Hata wakitaka kupiga kaselfie, chomoa hiyo gambuti mbele kabisa. Ipigwe, itakuwa testimony. Siku moja hiyo kaselfie utakatoa, unasema ni mimi huyu ama ni brother yako. Jehova abariki. So, number 3 nimesema habari ya jealousy. Jealousy huketi katika ego. It's still part of the emotions. Uelewe kila mtu ni jealous in one way or another. We have the seed of jealousy within us. It's part of our emotions and you must control your jealousy. Wivu wako lazima utawale. Unavyosikia kitu kiwaru mtu akisema vile amebarikiwa. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa kuwabariki. Bwana asifiwe sana. Nashukuru Mungu Wilson kuona ukikuja na tumeuo twingi. Haleluya. Na hata ukipata kibrado kuja naye hapa. Na usiwahi acha nyumbani ati jua sisi hatuna brado. Hapana, ukuje naye.
Na wale mko hapa mkibarikiwa, hapana nunua kagari kadogo kama zetu. Ununue kubwa kidogo Yeah. Kigari tunaweza itwa mahali kama Buge utupeleke. Amen. Juu ni kwa waheshimiwa. So hatuna shida na hili. Lakini sio unasikia kiwaru juu mtu amenunua gari. Unaiona tu hata ukipewa lift unamwambia utuzie bali. Na waadhio kadheri. Kadheri kutoka hapa si bali. Lakini hutaki hata lift kwa sababu hutaki kusikia hiyo. Chunga jealousy. Inaua watu. Mambo haya nimewafundisha inahitaji maombi. Jambo la kwanza. Wagapi wako offended? Hao ndio mimi nitaombea. Hawa wengine muende muangalie maisha yao. Praise the name of the Lord. Mumeelewa hiyo barabara ya offenses? Offenses zinaweza affect hizo areas ambazo nimetaja. Emotions zako. You must remain in control. Praise the name of the Lord. Simama kwa miguu yako katika jina la Kristo. Unaweka pengine za ulio huko nyuma alafu. Pia wewe inua mikono yako na moyo wako kwa Mungu. Wewe ndio unajua pengine offenses zile zimekuwako. Mambo yale yanaweza kuwa yamekusumbua. Can you pray for yourself? Can you pray for yourself? Biblia inasema confess your sins to one another and pray for one another and you shall be healed. Oh yes, we may have been offensive in one way or another. We may have done things that are not right. But can you just let go of the offenses? Let go of the offenses in the name of the Lord. Let go of the pain in the name of Jesus. For he is Lord. My God, I know. Our hearts were offended. Our souls were offended. Oh, Jehovah God. But even when we were offended, you are God. You have seen our hearts. You have seen our souls, God. The way of our lives, you know. The pathways that we have taken in life. You know, my Father. But you have said in your word in the book of James, chapter 5, verse number 16, that if we confess